Karibu katika sehemu ya 9 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, basi kisha unagusa alama ya pop up inatokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Kapteni tayari yuko ndani ya Korea ya Kusini. Sasa alikuwa anashangaa comment nzuri tu ambazo anazipokea kutoka kwa wasichana kwamba jamani, bonge la handsome, walikuwa wakimsifia sana kutokana na ile video iliweza kuvuja ikimuonesha yeye akiwa amewasaidia watu kuwafungulia milango. Hasa wakati Kapteni yuko busy sana kusoma zile comment, kumbe Mwamba Chogeng alikuwa ameshafika eneo la tukio. Kwanza kabisa kuna ujumbe uko umeingia katika simu yake. Sasa bidada Seli alihisi labda ni katika simu yake yeye, lakini akashangaa kwa kwamba ni katika simu ya Mwamba, yani Kapteni. Sasa inawezekanaje Kapteni akawa anapatikanika huko akiwa yuko Korea ya Kusini? Kumbe aliyekuwa anamtafuta ni Mwamba Chogeng, na akasema nimeshapajua ambapo unaishi, najua kwamba uko na bidada, kwa nahitaji tuonane mishale ya saa 4 vya usiku. Basi bidada akamsaidia kumweshia Mwamba location ili kuweza kugundua ile simu ilikuwa inapiga kutokea wapi. Moja kwa moja Mwamba akasonga mpaka kuelekea huko ambako simu ilikuwa imeweza kupigwa. Bahati mbaya akakuta simu iko peke yake, ni kama vile alikuwa amefanywa trick. Sasa kumbe Mwamba Chogeng yeye alikuwa hapa nyumbani na alikuwa anapishana na bidada dakika hizi. Bidada anatoka, Mwamba akawa anaingia nyumbani kwake. Sasa bidada bana katika basement huko katika parking ya gari, ile anaendelea kushuka apande gari yake, si akagonga gari kama vile Mwamba alivyokuwa amemwelekeza, akawa anasubiria paka aweze kutoka, ila kutazama ndani ya gari akagundua kuna Mwamba amekaa. Bidada akazuga kana kwamba hakuna alichoweza kukiona, akaanza kuondoka kana kwamba alionana na mtu yeyote, lakini akasikia mlango na korokocha kana kwamba mtu alikuwa anatoka. Akaanza kimbia vibaya mno. Mwamba Chogeng akanyoka na bidada kila sehemu anayoenda. Huku Mwamba Kapteni Jang alikuwa ameanza kushambuliwa na wale walinzi ambao walikuwa wameandaliwa kwa ajili ya kuweza kumuondoa maisha yake. Kwa hiyo ni kama jamaa alikuwa amezugwa tu. Simu aliyokuwa amepigiwa alikuwa amepelekwa kwenye mtego wa kuweza kuuliwa, lakini bidada kule naye alikuwa ameweza kuvamiwa. Mwamba aliwaponda sana wale vibaka, kisha akatafuta location ya bidada wapi ambako aliko. Akagundua kwamba bidada yuko katika maeneo fulani hivi kama ya basement. Sasa huku bidada bana amejificha katika kichumba fulani hivi kama cha wale wanao control mambo ya parking. Na Mwamba alikuwa anahisi kabisa kwamba bidada lazima atakuwepo katika mita hii. Kwa huyu Mwamba Chogeng akachukua bunduki yake kwamba akikutana tu na bidada basi anafyatua risasi. Na wakati huo Mwamba akawa anaelekea pale bidada alipo. Ghafla tu simu ya bidada, kwa sababu ilikuwa imeanguka pale chini, basi ikawa inaita. Mwamba akaenda akaiokota simu ya bidada kisha akaipokea, akasema kwamba nimeshamtia bidada mikononi mwangu, njoo haraka sana. Lakini naye bidada akawa amejiongeza mdogo akaweza kuchoropoka katika lile eneo. Kwa Mwamba akawa anafika pale katika lile eneo anagundua kwamba bidada hayupo. Sasa Mwamba kumbuka kwamba Kapteni ameshaambiwa kwamba bidada yuko mikononi mwa Mwamba Chogeng. Kwa akawa anakuja huko akiwa amesalimu amri, amenyosha mikono yake juu. Kumbe laiti angejua kwamba bidada hakuepo katika eneo husika, basi asingesubutu kujisalimisha kwa huyu jamaa. Sasa Mwamba akazidi kumwelekeza jamaa, kumwambia kwamba endelea kusogea mbele. Kumbe anamweka kwenye target, anataka kumfyatulia risasi. Na bidada kwa sababu alikuwa amejificha maeneo ambayo anaona tukio zima, akasogelea maeneo ya main switch, akaazimisha umeme katika hili jengo zima. Basi wakati huo akapaza sauti akasema, Kapteni, huyo jamaa anakuzuga, mimi hajanikamata, yuko anakuweka kwenye target, anataka kukufyatulia risasi. Kwa hiyo hapa uwezo wa kijeshi ndio ukawa unapimwa. Kila mtu akawa anatumia mbinu zake bana za kiintelijensia kwa kisa kwamba anaweza kumpata bidada ni wapi alipokuwa akizungumzia. Ghafla tu bidada akashangaa kuna mtu ameweza kumbana mdomo. Kuja kutazama kwa makini akagundua kwamba ni Mwamba Kapteni. Kwa hiyo Mwamba akaweza kumsaidia bidada na kumtoa eneo hili. Hasa bidada aliona kwamba huo ni upumbavu. Ndani ya nchi yake mwenyewe anakuja kunyanyaswa na mtu wa nchi nyingine. Kwanza akasema hili jambo ndalivalia njuga. Kwanza akaanza kuwasiliana na wauni fulani. Kwanza akawaambia, nyie mnakaa chini ya jengo langu, kitu ambacho ni makosa na ni kinyume cha sheria. Sasa mimi bana sitaki kuachukulia hatua yoyote ile ya kisheria, bali nataka tushirikiane. Sinajua kwamba wote ni watafutaji, au sio? Kama tu mkiweza kunifanikishia jambo moja, basi nawaahidi kwamba nitawapatia zawadi moja nzuri sana ya pesa. Alafu pia nitawapa ili eneo bure kabisa, mtakuwa mnaendelea kufanyia shughuli zenu kama kawaida. Kwanza kabisa akachukua picha ya Mwamba Chogeng, akasema mnamwona huyu jamaa anataka munifanikishie kumkamata. Mkiweza tu kumpata huyu jamaa, nawaapia kwamba nitawakabidhi bonge la zawadi la pesa. Fanyeni hivyo, changamkeni mjini hapa. Miamba wakaitazama ile picha kwa uchungu sana, wakikumbuka kwamba pesa haiko mfukoni mwao. Wakaona hapana bana, lazima tufanye jambo hapa. Sasa ile time bidada anatoka kwa wauni, basi wakawa wanampongeza marafiki zake wa kusema kwamba yani bosi, wewe ni noma ise, jinsi ulivyokuwa unaongea na wauni kana kwamba na wewe ni msichana fulani muuni sana. Dada Seli akasema vitu vingine unatakiwa kujiongeza, unatakiwa kwenda na mazingira. Sasa unakopa mtu mshamba mbele ya wauni, watakupukutisha mpaka 100 yenyewe utakosa. Lakini huyu Mwamba ambaye alikuwa amepanda mbele kabisa ya gari, huyu jamaa anafahamika kama Suchang. Huyu ndio mtu pekee ambaye alikuwa anamtafuta bidada na aliyekuwa amemtumia bidada email nyingi zaidi kuliko mfanyakazi mwingine yeyote kipindi bidada ameweza kupotea. Hata wakati wengine wote wanaanza kuadhimisha msiba wa bidada, Suchang ndio alikuwa mtu pekee alikuwa anaamini kwamba bidada hajapotea. Anaamini kwamba bidada lazima atakuwepo na wala wasifanye msiba wake. Kwa hiyo bidada Seli alifurahia sana uwepo huyu mtu na akasema, mshahara wako nitakulipa mara 3. Kwa hiyo ukirudi nyumbani mwambie mke wako kuanzia sasa hivi asahau kabisa mshahara wa 900. Kuanzia sasa utakuwa unapokea 2,207,000. Kwa kweli Suchang alifurahi sana, alimshukuru sana bosi wake. Sasa Mwamba amekaa nyumbani
fulani amekuwa bored kidogo, kwa hiyo akaona kwamba aanze kucheza kidogo magame. Sasa wakati huo anaendelea kucheza magame, ghafla tu bidada akawa anaweza kuingia ndani. Sasa anamuuliza bidada, kazi ziliendaje? Kumbe bidada kwenda kuonana na wale wauni, akumwambia jamaa, alienda tu kimya mwenyewe binafsi. Akasema kazi zilienda vizuri, leo tulikuwa tuna kikao ofisini, ila kila kitu kimeenda sawa tu. Ile bidada kwenda kutazama game, anagundua kwamba jamaa amepiga game mpaka amefika level ya 3, level nzuri kweli yani. Sasa kumbe bana, hili game alikuwa anashindana na mtu online. Sasa alikuwa anashindana na mwamba mmoja anafahamika kama Udong, mtu ambaye ni askari mwenzake kutokea Korea ya Kaskazini ambaye yuko hapa Korea ya Kusini, na huwa wanamtafutaga sana huyu jamaa, wanatakiwa kumrudisha nchini kwao. Hasa bidada akaendelea kumwonya mwamba na kumwambia kwamba sio kila kitu unatakiwa kutumia, unatakiwa kucheza magame lakini kwa muda maalum, lakini pia usitembelee website za ngono hata kidogo, nisije nikakukuta unaangalia XX hizo, sawa? Mwamba alichoka, nyumba ina masharti mengi, hii si mchezo, lakini mwamba akajua kwamba kwa sababu yeye ndo baba wa familia lazima hayo masharti atakuwa anayavunja tu. Basi mishale fulani hivi, kigiza fulani kinazidi kuingia, basi wakaketi pamoja hivi wanaendelea kunywa vinywaji taratibu. Jamaa akasema, hakika na enjoy sana kukaa na jirani na wewe, natamani kama ningekuwa naweza ningeishi na wewe huku Korea ya Kusini. Bidada kwanza akapiga tungi akasema, endelea kuongea maneno yako hayo. Mwamba akasema, afu nataka nikuoe, nikisha kuoa bana tutapata watoto, baada ya kupata watoto mimi nataka tupate mapacha. Mapacha tena? Bidada akanywa pombe nyingine akasema, endelea tena na maneno yako. Mwamba akasema, nataka pia nikutimizie ndoto ya kupiga kinanda. Bidada hapo akashtuka, aisee kweli kabisa, mwenyewe napenda sana kupiga kinanda. Lakini mwamba akaendelea kuflow tena maneno ya kimaaba akasema, unajua tena mtoto mzuri, natamani nije kukuona ukiwa unazeeka. Najua kabisa utazeeka na urembo wako, jinsi ulivyo mzuri sasa hivi, hata ukizeeka utakuwa mzuri hivyo hivyo. Bidada akaanza kusema, kama unataka kuniona uzuri wangu mpaka nikizeeka, basi unatakiwa kubakia Korea Kusini mpaka tuzeeke wote, utaniona. Lakini kama ukiwa na haraka kurudi Korea Kaskazini, basi hautoniona. Walishasemaga wahenga, siku zote pombe idangani. Haya bidada anayoongea ndio ambayo yapo katika akili yake. Sasa tukirudi Korea ya Kaskazini kule, bidada Sodeng siku ya leo hajalala kabisa nyumbani. Sasa mamake akabaki anashangaa, huyu binti hayuko nyumbani, amelala wapi? Kumbe bana, bidada alikuwa amelala kwa ule mwamba tapeli. Sasa mwamba akishtuka hivi anagundua kwamba siku ya jana alikuwa amelewa sana, na ilikuwaje mpaka kalala na huyu bidada. Ukweli ni kwamba mwamba alikuwa ametimuliwa kwenye nyumba alikuwa anaishi kabla, kwa sababu alikuwa hana pesa. Kwa hiyo akamtafuta bidada Sedona akamwambia kwamba twende tukalewe. Baada ya kwenda kulewa huko, basi wakatafuta hoteli wakaenda kulala kwa pamoja. Kumbe mwamba ndio alikuwa anapumzikia hapo. Sasa mapema na alfajiri pameweza kukucha bana, bidada moja kwa moja akaingia jikoni kuweza kumpikia jamaa ili angalau kuondoa ile hangover ya pombe ya jana. Basi mwamba akaanza kumsifu bidada, aisee unajua kupika, yani hii supu sijui kunywa supu nzuri kama hii. Kumbe bidada bana amebolonga mambo, chumvi amezidisha humo. Bidada akasema, mimi nimepika vizuri kivipi wakati mimi sijui kupika kutoka nikiwa mdogo? Hapo penyewe nimefanya hivyo kwa ajili yako tu, angalau kukutoa hiyo hangover ya pombe. Labda tu nikukumbuke Sajong kwamba wewe ni mtoto mdogo sana kwangu, yani vitu ambavyo unavifanya wewe mimi kitambo sana nilishavijua. Unadhani mimi sijui kwamba wewe huko Korea ya Kusini uliweza kumtapeli kaka yake na bidada Sally kwa kusema kwamba unajua wapi bidada Sally alipo? Kwa hiyo mimi nashinda na wewe, lakini nakujua kwamba wewe ni muongo na katapeli kakubwa. Mwamba akacheka akasema, dai sio umenigundua kirahisi sana, yani wewe ndio mwanamke wa kwanza mwenye akili katika maisha yangu nimeweza kukutana naye. Mwamba Sanjong akajikuta anamwamini sana huyu bidada ambaye anajua ukweli wake wa maisha yake yote. Akaanza kumwambia kwamba kwa mara ya kwanza tu mimi nilianza tabia mbaya baada ya kugundua kwamba babangu aliweza kutapeliwa kampuni yake. Kutokana na dimbwi kubwa sana la mawazo babangu alilokuwa nalo, basi alikuja kufariki na mamangu akaenda kuolewa na mwanaume mwingine. Nikabakia mimi katika dunia. Lakini kitu kinachoniumiza katika maisha yangu ni kugundua kwamba familia kina bidada Sally ndio ambayo iliweza kumtapeli babangu mpaka akapoteza maisha, na kisasi nao sana. Na Mwamba akasema, triki yangu ya kwanza nilitamani kuja kuwa mkwe katika ile familia, lakini bidada Sally alikuwa ni mwenye akili bana, akaweza kunikataa mapema kabisa. Akasema, lakini nilikuja kugundua kwamba kaka zake ni wapumbavu sana. Kwa hiyo niliwapiga kama bilioni 2 hivi. Alafu baada hapo nikawa nimechomoka zangu. Lakini baadaye nikaona kwamba nafanya kitu gani? Nikaamua niwarudishie pesa zao ili niweze kuishi kwa amani, kwa sababu alikuwa ananiwinda kila sehemu. Bidada akasema, wewe ni mpumbavu wa mwisho. Yaani mtu amekufanyia jambo la ajabu mpaka babako ameweza kufariki, bado unawasamehe kirahisi namna hiyo? Unatakiwa kulipa kisasi. Haiwezekaniki. Jino kwa jino. Rudi Korea ya Kusini, nenda kalipe kisasi chako. Hakikisha kwamba na wenyewe wanaisoma namba. Acha ujinga kabisa wewe. Basi baada ya Mwamba akawa amemkubalia bidada, basi wakanywa sana tungi siku hiyo. Tena wakajikuta wamelala tena, ni siku ya pili tena wamelala pamoja. Mama mtu kwanza akatraki namba ya simu ya mtoto wake, kuja kugundua kwamba mtoto wake anakaa hotelini. Hebu anawe hakuamini macho yake, anakuta kuna kidume liko limemwandalia mtoto wake supu. Unajua mama hakuamini kabisa. Hivi ni kweli mwanangu mke mtarajiwa wa Mwamba kapteni ama ni mtoto wangu mwingine? Akaingia kwanza mpaka chumbani. Kuja kucheki hivi chumbani, hakuamini mtoto wake amelala tungi kama lote. Kwanza mama akamlamba binti yake kibao, akamwambia, wewe mpumbavu, umelala na mwanaume alafu unatakiwa uolewe wewe. Umesahau kama unatakiwa uolewe na ule captain. Lakini Mwamba Sojung yeye hali yake ya kawaida tu, akawa anawalika, jamani
jamani, karibuni mpate chakula. Sasa akawa ameandaa msosi mzito pale. Mama mtu amekuja kumchukua binti yake, lakini akashiriki mpaka chakula. Sasa kabidi mama mtu aweze kuuliza, hivi nyinyi ina maana mna mahusiano? Lakini uwezo kamini Mwamba Sojinga akasema kwamba mimi bana nampenda mwanao kimya kimya, japokuwa bado sijamtongoza. Mama mtu akauliza, kwa nini unampenda binti yangu? Mwamba akasema, nampenda binti yako kwa sababu kwanza ana akili, alafu muwazi, alafu kila ambacho anakifanya kimenyoka. Kwa hiyo hivyo tu ndio vitu ambavyo vinakusababisha wewe uweze kumpenda mwanangu, si ndio? Lakini Mwamba akaongezea kwa kusema kwamba sema hata urembo wake amelisi kwako, ndio maana nampenda zaidi. Ukisikia mama aliguswa kwenye mshono ndo katika eneo hilo. Kwanza aliporudi tu na bidada nyumbani akasema yule ndo kijana sasa ambaye unastahili kuwa naye, kijana ambaye anajua maana ya urembo ni nini. Bwana, mambo yameanza kuchangamka sasa. Ili kuendelea kuipata episode hii ni kusitugusa alama ya kulike pindi tunapofikisha like 200 tu, basi tunatoa episode ya mbele. Karibuni sana, mimi naitwa JJ Paul na hii ni PVP Media Max.